Wewe unataka uwe chawa bosi wako. Sasa kwa changamoto tulikuwa nao kwa nyinyi wa dada, kwanza mabosi wenu mnawakimbia. Yaani mmekuwa kama paka na panya. Baadhi yenu, sio wote, mnawakimbia. Alafu wale wengine ambao hawajui chawa wanaofanya kwa mabwana zao. Umeona? Wale ambao wanafanya hiyo huduma wanafanya kwa mabosi wa kiume. Wa kike amfanyi. Maana nasikia kuna wadada mnawapokea wa baba wa kiume saa 7 za usiku nje. Kisikia aoni tu umesharuka gateini kufungua mlango Lakini bosi wa kike anarudi mapema wala hata uhangaike. Ila huyo baba anarudi usiku, wewe ndio unajifanya watchman. Unatoka mbio na dera lako chupi hujavaa. Unatafuta nini? Jamani, hapa ni wadada center, sio ulinzi center. Atutoe huduma za ulinzi. Lazima wasikie ukweli. Yaani ndo nawaambia, yani wajue jukumu lao. Kwanza hii kesi mimi sikai kwenye call center. Akila yule bosi alisemaje? Kuna kesi ilikuja. Dada anaenda saa 7 za usiku kumpokea mume wake, kavaa kidera chupi hana na vichuchu vyake sidiria hajavaa. Saa 8 za usiku, saa 7. Lakini mke wake akirudi jioni saa 9 saa 10 11, yani hangaiki. Dada yuko zake huko, yani kama aliyerudi amuhusu. Lakini baba mwenye nyumba akiingia saa 7 za usiku, mama anashangaa dera linapepea liko getini. Bosi anaingia. Bosi anaingia. Sasa yani nafikiri kwa jibu lao ni bosi anaingia, si ndio? Si ndio? Hapo ndo wanapoharibu. Hapo ndo wanapokosea. Bosi wako ni wa kiume na wa kike. Wa kike. Wote ni mabosi zake, lakini maelekezo, mawasiliano ni kwa mama. Umeelewa? Tunaelewana jamani? Na hiyo kupokea saa 7 za usiku jamani. Alafu wengine wanalalamika wanataka kulala saa 2. Kwanza tuweke vizuri. Wengine wanataka kulala saa 2. Saa 7 bado yuko getini na bado yuko getini amsubiri baba. Lakini kweli kwenye familia kuna mume na mke, lakini sisi wadada kwetu, wadada center, culture yetu tunasema kwenye familia ambayo kuna baba na mama, bosi wako ni mama. Mawasiliano yote yapite kwa mama, sio kila saa baba. Wengine dadi. Hapana. Tushapata hapa wadada wa ajabu. Anaenda kula anabana kisauti chake, dadi nini? Tumekwambia bosi wako ni wa kike, madam ndio bosi wako. Chochote ambacho dadi huko baba anahitaji mume wake ni yeye ndio anajua, sio wewe. Hapo wanaume wanasema huyu ndio dada sasa. Wanaume hawana shida. Hata sisi sasa hivi tumepata shida, mabosi wanasema mbona dada yenu anavaa vitu mimi simuelewi, kama anashindana na mimi. Kama mtakuwa mmeona sasa hivi tumeanza kuintroduce uniform ili mambo yasiwe mengi. Kwa sababu dada akisemwa anabadilika, anavaa kidogo decent, lakini siku 2-3 anajisaulisha, anapiga tena kipedo skin jeans yake. Na sisi hapa tunapowaita tunawaambia mje na nguo za heshima, lakini kumbe kwenye mabegi yenu mnasweka huko vitu vya ajabu. Mnataka muende mkawatege waume za watu. Mke wake anaweza kumtega ni mumewe. Mimi nawaambiaga hapa ofisini, vyovyote nitakavyovaa niko na mume wangu. Sasa we uko na nani? Ndiyo Jasmine, nimekusikia umeguna mguno mpaka umenifikia. Nawaambia ole wenu nikute mmevaa vitu vya kubanabana hapa. Mnakuja kumbania nani? Mimi ndio naweza kujibanabana kwa sababu niko na mume wangu. We hapa uko na nani? Kuna mume wako hapa unakuja unajishembendua? Hapana. Kwa hiyo kazini vaa mavazi ya heshima, vaa decent. Ukifika kwako uko na mume wako, utavaa unavyotaka. Naambiaga vaa hata bikini, si uko kwako? Lakini ndani ya nyumba yangu au nyumba ya bosi wako huwezi kwenda kujivalia unachokitaka. Kwa hiyo kwa mabosi tukarahisisha, tukawaambia weka uniform, shonee uniform. Na hata siku moja wale ambao wamechukuliwa na uniform tumewaambia siku atakayovaa nguo ya kawaida ndio siku huo mkataba tunauvunja. Na dhamana yake atakosa, na tutakuletea dada mwingine mwenye heshima na maadili ya kufata utaratibu ndani ya nyumba yako. Wanawake msiogope kuweka utaratibu ndani ya familia zenu. Wewe ndio mother house. Usiogope ukasema nitaonekana kama vile sijiamini. Ndiyo, kwa mume wangu sijiamini. Sema chochote unachotaka. Kwangu huji ukavaa ukajipitisha marufuku. Nikikukuta kazi huna kazi. Kwa hiyo kwa mabosi wanaochukua dada kwetu,
Yaani tena wababa wasikie kabisa hizi habari. Hapa kwetu lazima wadada waje wavae kwa heshima. Na dada anatakiwa kuwa karibu zaidi na bosi wa kike, sio wa kiume. Huo ndio utaratibu wetu, ndio culture yetu hapa. Sawa jamani? Haya.